belge bien sous tutelle belge. Nikizani kitu kama hicho. Ndo tezi yake ya doktora na yeye aliyoandika. Someni katika kile kitabu mtaona ya kwamba mpaka mwaka 1955 shule zote za Burundi nzima ziko chini ya utawala wa kanisa Katoliki. Sasa wazee wakaona watoto zao wanabaki nyumbani hawasomi. Hao watoto kubaki nyumbani hawasomi, kesho kutwa watalazimika kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali. Ikiwa kwamba hawakusoma, hawawezi kufanya hizo kazi, iwe katika utawala, administration, iwe katika mambo yao binafsi, kwenye mambo ambayo tunaweza kusema domaine privé, banque, assurance, etc. ma établissement kibao. Wazee walivyoona hivyo, na ukisoma zile statut za Asmaru ziko hapa Belgique, mkizisoma unashtuka sana kuona mambo yenye wale wazee wanahadisia mle ndani. Malengo yao yalikuwa mepi, wanataka watoto zao wasome, na wakawashtaki Wabeleji, wakawambia haiwezekani nyie, kwa sababu watu wengi hawajui hela ambazo kanisa ilikuwa inatengeneza shule na kulipa walimu hazikuwa hela zinatoka mbinguni, hazikuwa hela ambazo zinatoka Vatican. Hapana, hizi pesa zilikuwa zinatoka ndani ya gouvernement. Gouvernement ilikuwa inazitoa wapi? Kodi za watu, import tax zenye watu wanalipa, ndo baadaye hizo wanazita subside, wanawapa zile shule mbalimbali. Sasa Waswahili kawaambia, sisi tunajua kwamba sisi wote tunalipa kodi, na hususan sisi Waswahili tunalipa kodi nyingi sana kwa sababu sisi wafanya biashara. Kwa hiyo sisi kitu tunachoomba, hizo shule za kanisa ziendelee na zifanye kazi, lakini pembeni mtupe na sisi baadhi ya subside tuweze kutengeneza shule zetu na tuweze kulipa walimu zetu. Kwa bahati mbaya sana wazee hawakuweza kupata subside hata na moja ili waweze kujenga shule zao, na kwa bahati mbaya sana hadi leo watu wanakwambia Waswahili hawapendai kusoma. Baada ya hii Asmaru kilikuja chama kingine ambacho kilikuwa kinatetea haki za Waswahili, na hichi sasa ndio kilikuwa kinajionyesha kinataka kutetea haki kisiasa kwa kutumia njia ya kisiasa. Na hichi chama ambacho walikiita kwa Kiswahili kilikuwa kinaitwa chama cha utetezi. Chama cha utetezi, le parti de la défense ou bien le parti de la revendication. Bila shaka hichi ni chama ambacho kinatetea watu kisiasa. Basi hichi chama kilivyoundwa, ikabidi Wabeleji papo kwa hapo, kwa sababu walikuwa wanatumia makachero wengi, c'est-à-dire les informateurs. Hao makachero wanawapasha habari, wanawaambia mambo yote yanayofanyika Uswahilini. Sasa walipopashwa tu habari hichi chama, moja kwa moja wakatumia fursa zao ili kuweza kukizuia kisifanye kazi. Hichi nimewaonyesheni ni kipindi cha kwanza avant la libéralisation de la loi au fait sur sur les partis politiques. Hichi ni kipindi ambacho Wabeleji hawajatoa ruhusa ya kuweza kuunda chama cha kisiasa. Ima tukiingia kwenye kipindi cha pili ambacho sasa tayari Wabeleji wanatoa ruhusa watu waweze kuunda chama cha siasa. Chama cha kwanza kabisa Burundi kuundwa, cha kwanza ambacho kiliundwa mwaka 1959 tarehe 28 mwezi wa 7, 28 juillet 1959, kilikuwa ni chama ambacho kilikuwa na Waswahili wengi sana ndani yake. Kiliundwa Buyenzi, ambapo president wa chama tulisema jana alikuwa ni Nunguka Barnabe. Nunguka Barnabe, Christine alikumbusha jana, ni baba yake Mhozi Innocent. Alikuwa anaishi barabara ya 9 namba 2 Buyenzi. Sasa palikuwa Waswahili wengi sana, wakina secrétaire vice president wa chama alikuwa ni Masudi Siwatu, secrétaire general alikuwa ni Mzee Salum Hassan Mashangwa, wa conseiller. Na kitu chenye labda Christine alisahau jana kuzungumzia, kwenye vyama vyote vya Burundi hakuna chama hata na kimoja kwenye ile komite central palikuwa mwanamke, isipokuwa Unaru peke yake, ambapo palikuwa wanawake watatu Burundi nzima, wanawake watatu kwenye siasa. Mwanamke wa kwanza Usumbura, kwenye Unaru ya Usumbura, naye ni Aziza Mahmoud.
Mwanamke wa pili kwenye UNARU ya Rutana ambaye alikuwa anaitwa Fatuma binti Selemani. Mwanamke wa tatu alikuwa Nyanzalak ambaye alikuwa anaitwa Zainabu binti siju binti nani. Hawa ndio walikuwa wana harakati wa kwanza katika siasa ya Burundi, katika vuguvugu la kutafuta uhuru wa Burundi. Sasa hivi vyama kabla hichi chama cha UNARU hakijatokea, ilibidi Waswahili kwanza waweze kutumia ujanja mwingine. Kabla hawajaingia kuunda UNARU na kufanya mambo mengine, walianza kuunda vyama ambavyo tunaweza tukasema ilikuwa ni camouflage, des associations politiques camouflées, kwa sababu walikuwa hawaruhusiwi kufanya chama cha kisiasa, lakini walikuwa wanaruhusiwa kufanya ma-association culturelle. Waliunda vyama ambavyo si vya kisiasa, ambavyo jana Christina alivitaja. Pana kimoja ambacho kilikuwa kinaitwa Nujumul Azhari, yani nyota ambazo zilizokuwa wazi, na chef wangu anazungumza Kiarabu zaidi kuliko ni mimi. Nujumul Azhari kiliundwa mwaka 1957 na hiki kikawa na harakati mbalimbali. Wazee walikuwa wanakutana baada ya sala ya al-Ishai. Wakimaliza sala ya al-Ishai wanakutana, lakini kusema wamaske ile activity, walikuwa wanasema ya kwamba sisi hichi ni chama cha muziki au cha ngoma, tena ngoma za wakina mama. Wenyewe wanasema sisi tu tunaenda kusupervise mambo, lakini huku ngoma zinachezwa, huku chumba kingine wako wanafanya mambo yao ya siasa ili kutayarisha uhuru wa Burundi. Chama kingine ambacho kinajulikana ni chama ambacho kinaitwa Barafu Nyeupe. Barafu Nyeupe hichi lazima watu wakielewe kama symbolic. Barafu nyeupe, kila Mswahili anajua barafu ni nini, na hawakuchagua rangi nyingine, wamechagua rangi nyeupe. Maana yake nini? Kama wakikwambia hapa hii ni barafu nyeupe, barafu nyeupe, mweupe wakati huo ni nani? Mzungu bila shaka. Na kama ni barafu kawaida yake mfano nini? Kuyeyuka. Kwa hiyo hao wataondoka, ngojeni sisi tuwaoneshe, wanatia barafu nyeupe, kisha Waswahili wanafanya kazi, wanaendelea kwenye hivyo vikundi vyao. Sasa ndio hivyo mpaka ilivyofikia sasa. Baadaye walivyopata ruhusa ya kuunda chama, wakaunda hicho chama cha UNARU ambacho jana Christina alikumbushia kwamba ilikuwa ni chama kilifanya mambo mengi sana Burundi, kilifanya mambo mengi sana. Chenyewe ndio kimeleta system za propaganda mpya ambazo watu walikuwa hawazizoi. Burundi walikuwa na kawaida kufanya siasa baina ya wanaume peke yao, kikafungua kitu kipya, wanawake wakaingizwa ndani ya siasa. Hicho ni kitu ambacho kililetwa ndani ya UNARU, na mnajua kama mna kumbukumbu ya kwamba wanawake wakati wa uhuru waliweza kusaidia sana au niveau ya propaganda, hususan katika kanga zao ambazo zilikuwa zinaandikwa uhuru, hususan katika nyimbo zao, umoja wa kina mama. Mkumbuke tu katika historia kwa mfano ya Tanzania ambao wakati huo ilikuwa ni Tanganyika, mwanahistoria Mwingereza John Iliff anasema hakuna mtu, sio Nyerere, ambaye aliweza kuamsha umma wa Tanzania, ambaye aliweza kuamsha umma wa Tanzania uje katika vuguvugu la siasa, ilikuwa ni mama Bibi Titi Mohamed, ndo aliamsha watu katika zile. Nyerere hazungumzi kabla Bibi Titi Mohamed hajazungumza, na wakishazungumza panakuwa vile vyama vya lele mama vinapiga ngoma na watu wanakuja wanasikiliza. Sasa hizi zilikuwa ni technique mpya ambazo zilikuwa hazijulikani. Watu walikuwa wanazoea kuzungumza mambo ya siasa baina yao wanaume peke yao, lakini ikawa wamefungua mlango na wanawake waweze kuja, na ndio maana nawaonesha kwenye vyama vyote mtachunguza. Kwendeni mchunguze komite central zote za vyama vya Burundi, iwe Iprona, iwe PDC, iwe, hakuna mwanamke hata na mmoja. Mkija ndani ya UNARU mnawapata wanawake watatu ambao niliokutajeni. Hizo ni techniques mpya. Panakuja techniques zingine ambazo zilitoka ngambo ya Tanzania. Hizi za walikuwa na vibiriti ambavyo mle ndani palikuwa panaandikwa mambo ya kuhusu uhuru, tunataka uhuru namna hiyo, basi ikatumiwa pia kama technique za kuweza kuhamasisha umma
na watu waweze kupigania uhuru wao. Nikizani mliziona zile picha jana, au hata hii picha sijui kama walipitisha kwenye itapita baadaye. Ilikuwa ni vizuri ipite ili na kupitisha tuweze ndio. Nakumbushia kwamba UNARU, ambayo watu wengi hawajui, UNARU ni Union Nationale Africaine du Rwanda Urundi. Hii UNARU imeundwa Buyenzi, nimesema, na imeweza kusajiliwa na Wabeleji tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 1959, 28 juillet 1959. Hii UNARU ilifanya kazi kubwa sana. Nimemwambia kama president wake ilikuwa ni Ndungu Barnabe, ambaye ilikuwa ni baba yake Muhoozi Innocent. Hapa tayari ni mwaka 1960. UPRONA iko tayari sasa kwenye uwanja, inafanya kazi. Hapa wanapokelewa watu wa Umoja wa Mataifa, ONU, wanapokelewa Burundi kwenye aeroport bado, mambo ya aeroport yalikuja baadaye, kwenye aeroport ya Bujumbura wanapokelewa hapa. Na hapa ni UNARU na UPRONA, ilikuwa ni tandem, walikuwa wanatumika pamoja, UNARU na UPRONA mpaka dakika ya mwisho. Kwa mwenye anasoma historia ataelewa sababu gani UPRONA kidogo ikajitenga kidogo. Kuna mambo mengi yalitokea kwa sababu hii UNARU iweze kutengwa, lakini kwa leo hatuwezi tukamaliza yote na kuwafahamisha watu mambo yote. Lakini la muhimu ni kuonyesheni kwamba huyu hapa ni mzee Bichuka, Salum Bichuka. Huyu hapa amesimama hapa ni mzee Salum Bichuka, ambaye alikuwa ni mwanachama wa UPRONA. Naona amevaa na echarpe ya UPRONA rouge blanc, malheureusement haina couleur. Huyu hapa ni mzee Hamisi Jumbe wa UNARU. Alafu huyu huku ni mwingine ambaye alikuwa anaitwa Abedi Mwela. Unaona? Hapa kuna maneno uhuru, kuna indépendance immédiate. Bienvenue aux représentants Organisation Nations Unies. Indépendance immédiate 21 juin 1960. Ndio ilikuwa lengo lao, na lengo lao alizungumza jana Christine, akawaambia watu Burundi ilikuwa inataka ipate, kwa sababu gani walichagua tarehe 21 mwezi wa 6. Burundi ilikuwa inataka ipate uhuru kabla ya Kongo. Kongo inapewa uhuru tarehe 30 juin tarehe 30. Burundi ilikuwa inataka ipate kabla le 21 juin. Alafu baadaye inakuja le Mwami du Burundi gouvernera avec ces ministres élus par le peuple. Ndio inakuja nyuma. Sasa hawa ni kuonesha kwamba harakati zao zilikuwa ni harakati nyingi na za nguvu zenye umuhimu. Unaweza kuonesha na zile picha zingine ambazo kwa kidogo na hapo ni huyo mzee anawapanga watu, ni pale barabarani anawapanga watu. Alafu hapa ni vijana wa UNARU na UPRONA wanaenda huko kupokea hiyo delegation ambayo ilikuwa inatoka New York. Watu waone vizuri. Rudi tena ile ule mzee anapanga watu waone vizuri. Sawa. Watu waone. Na mnaona kama wakina mama wote wanavaa kanga hizi hapa. Hizi kanga ndo wamevaa. Ndio hizo za ni kanga tu. Maana hizo mingi zani zilishachanika. Tulikuwa zilipatikana kule mwarshizi. Wewe sio kule mwarshizi ndio ministeri afere. Huenda tutachunguza vizuri zaidi. Sasa inaonyesha kwamba watu wa UNARU walikuwa wako na namna nyingi na za kufanya kazi, na napendelea kukumbushia ya kwamba Nyerere alitumika pia na watu wa UNARU. Alikuja Burundi
mwaka 1957 alitumika na hawa watu na delegation ambayo ilikuja kuprepare ujio wake. Mwaka 1956 walikuwa pale Buyenzi, alikuwa ni Bibi Titi Mohamed, alikuwa ni Oscar Kambona, alikuwa ni Sheikh Suleiman Takadiri na wengineo. Kisha baadaye mwaka 1957 ndio Nyerere akaja Burundi akazungumza mikakati, kwa sababu wakati huo msisahau lengo la Waafrika wote ni kujikomboa kutoka katika utumwa wa kikoloni. Ni Nyerere hapo na Bibi Titi Mohamed. Baada ya miaka wameshazeeka sasa hapo tayari. Bibi Titi Mohamed wakati huo kijana mwembamba kabisa, alikuwa na mzungumzaji mzuri sana. Sasa nikizani wenye wanajua Tanzania walishafika Kariakoo, pako karibu na mtaa wa Lumumba, pana mtaa wa Bibi Titi Mohamed, kukumbushia ule mchango wake. Sasa kwa hiyo walikuwa wanafanya kazi pamoja, Waafrika wote, iwe wa Tanzania iwe wa Kongo, walikuwa wanafanya kazi kwa sababu adui wao alikuwa mmoja, alikuwa Tanganyika wakati huo, kwa sababu Tanzania mwaka 1964. Sasa walikuwa na lengo moja, ni kumuondoa mkoloni na wenyewe kuweza kupata uhuru. Nyerere sasa ndio akaja Burundi, na alivyokuja Burundi ikapangwa sasa mikakati. Wakati Rwagasore ameshatoka huku Ubelgiji kusoma, akaja Buyenzi, akapokelewa. Tuko na barua ya Rwagasore anawajibia Waswahili wa Buyenzi aliyoandikiwa mwaka 1959 baada ya kuundwa kwa UNARU. Waswahili kwa sababu walikuwa wameshazungumza naye, wanamwarifu sasa, wanamwambia njoo kwenye chama chetu tuweze kufanya kazi pamoja. Rwagasore akajibu ndani ya ile barua akasema, chama chenu nafurahi sana kuona kipo, lakini msisahau lengo letu sote moja. Mimi hivi sasa na mimi nimeanza kuunda chama changu, ndio itakuja kuwa UPRONA. Kwenye hiyo barua hamna neno UPRONA kwa sababu UPRONA ni jina lilikuja baadaye. Mwanzo ilikuwa inaitwa UNAP, Union Nation Progrès. Baadaye ikabadilishwa ikawa UNIPRO. Baadaye ikabadilishwa ndio ikawa UPRONA. Sasa tayari wazee wa Kiswahili wanamwarifu, wanamwambia njoo ufanye kazi na sisi, kwa sababu wewe ni mwana mfalme na sisi tuko tayari kuheshimu ufalme wa Burundi. Nikizani mliona zile tracts hiyo hapo, vive le Mwami de Burundi, vive le Burundi, uishi ufalme wa Burundi, ishi Burundi. Hiyo ni tract ambayo Mwamusa anatoka Ubelgiji anaenda kupokelewa kwenye aerodrome ya Usumbura. Waswahili kwenye uwanja wa ndege, Waswahili wanaenda kumpokea na zile tracts wakaziwapa watu za kumkaribisha mfalme wa Burundi. Sasa tayari ule wakati Waswahili wanamwambia Rwagasore njoo tufanye kazi pamoja, lakini alijibu akasema, na mimi tayari nimeshaanzisha chama kingine, lakini sisi wote tuna nafasi pamoja, tutafanya kazi pamoja. Na kweli walifanya kazi pamoja mpaka watandem UNARU UPRONA wanafanya kazi pamoja. Vile vyama vingine vyote vinawapiga vita, lakini wenyewe mkono kwa mkono wakafanya kazi pamoja. Sasa yeye mwenyewe Rwagasore amepelekwa, na shangaa watu wengi hawazungumziwi. Kuna article itatoka mwezi wa 9 ya Christine mwenyewe, alikuwa jana, Christine Delorier anaandika kuhusu Rwagasore. Kitabu jana mlikiona, lakini kile ni kitabu cha maneno ya Rwagasore. Nikizani watu wengi walikiona kile kitabu. Kimetoka jeudi, kimetoka juzi, na Burundi tayari kimetoka, na Christine ndo penye anaenda kukizungumzia zaidi kuhusu kile kitabu, Paroles et écrits de Louis Rwagasore. Sasa kuna article nyingine inakuja sasa nyuma ya kuonesha Rwagasore namna gani alifanya kazi. Rwagasore alienda, kawaida ni siruhusiwi kusema kabla article ya Christine haijatoka, lakini nikizani baina yetu tunaweza tukazungumza. Alienda Tanzania mara 4 alipelekwa. Na Tanzania Rwagasore kujipeleka peke yake, alikuwa na delegation ya wazee wa Kiswahili wa Buyenzi. Walimpeleka, na wakati wa mwanzo kabisa, mnajua hiyo nikizani story ambayo watu wote wanaijua, Rwagasore ilikuwa inabidi kumficha wasimjui, akavalishwa baibui hizi za wanawake, akapakwa wanja ili waone kama mwanamke, akapitishwa, akaenda mpaka akapita Kigoma mpaka kile alivyoenda na Dar es Salaam. Christine anayahadisia zaidi kwenye hiyo article yake,
kwa sababu hizi service za renseignement za Wabelge walikuwa très efficace. Ukisoma mu archive kila kakitu kadogo wanajua kama kilifanya. Japokuwa walikuwa wanajua wanachelewa, lakini walikuwa wanajua kama Rwagasore tayari amesafiri na anaweza karudi kwenye siku za mbele. Sasa nikuonyesha ya kwamba katika hii historia wazee wa Kiswahili kwa kweli walisaidizana na Warundi wenzao wengi, wakaweza kupigania ili uhuru wa Burundi upatikane. Lakini kwa bahati mbaya ukisoma, mimi nimesoma kwenye waraka mmoja, ilikuwa ni kuhusu hii Congrès des partis politiques de Burundi. Hiyo Congrès des partis politiques de Burundi ilikuwa inazijumuisha maparti yote, zilikuwa parti 7: UNARO, UPRONA, PDC, PDR, UPP, MND na zingine. Sasa mle ndani palitokea tatizo moja. Vyama vyote isipokuwa UNARO na UPRONA, vyama vitano, vikasema hii UNARO lazima tuitoe kwa sababu hichi ni chama cha Waswahili na hao Waswahili ni wageni humu ndani. Ukimuona gisi Rwagasore, tutawapitishia kwenye internet, tuwaonyeshe gisi Rwagasore alipigana ili UNARO ibakie, na kuwaonyesha kwamba hao watu ambao wamo ndani ya UNARO wengi wao sio wageni kama gisi mnavyosema, na wale wenye mnasema ni wageni wana miaka mingapi ndani ya nchi. Rwagasore akakumbushia kitu kimoja, akasema ya kwamba mtu kama akiishi ndani ya nchi miaka 10 ana haki ya kuwa raia wa nchi hiyo. Hicho ni kitu muhimu sana, watu lazima wakumbushwe, waambiwe. Alipigana hadi mwisho, na decision au uamuzi wake wa mwisho, Rwagasore aliamua kuondoka na kuiondoa UNARO na UPRONA watoke kwenye ile kongre, wakakree kongre nyingine pembeni. Kongre ikabakia na vile vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vitaki uhuru, lakini yeye akawa amejiondoa. Kitu ambacho kingine muhimu nilikuwa nataka kufahamisha ni kwamba Rwagasore ambayo mwanamfalme alikuwa ni mtu karibu sana na Waswahili. Hilo hakuna mtu hata na mmoja anaweza kalibisha. Usumbura, permanence ya parti UPRONA ilikuwa wapi? Barabara 14 namba 6 Buyenzi. Ndio penye alikuwa anashinda, anafanya kazi mule ndani. Ilikuwa haiji kifikra kumwambia kwamba hawa watu ambao unafanya nao kazi hawa si raia ndani ya nchi, hata kidogo. Ilikuwa haiwezi kuja. Lakini fikra ya Rwagasore ilikuwa sio fikra ya UPRONA. UPRONA baadaye waliweza kuonyesha ya kwamba zile fikra ambazo Rwagasore alikuwa iko nazo, wale viongozi wengine walikuwa hawaziheshimu, kwa sababu mara tu baada ya Rwagasore kuuawa zile fikra zilitiliwa pembeni na hawakuweza kuziheshimu zaidi. Ndio kwa ufupi, mikizani mambo ni mengi sana ya kuhadithiwa, lakini hatuwezi tukamaliza. Labda kwenye maswali na majibu tunaweza tukazungumzia mengine, lakini kwa hivi sasa nakushukuruni sana kuweza kunisikiliza, na nampa nafasi moja kwa moja speech aweze kuzungumza nani. Nashukuru Bwana Abdul kwa maelezo yako. Nafikiri inaonesha mambo mawili hapa, kwamba palikuwa harakati za hawa wazee katika hiyo nchi ambao walikuwa wanaishi, na harakati hizi zinaonesha za uzalendo na vile vile za kisiasa. Ce que je peux appeler en français effervescence nationaliste. Yani walikuwa wameshajihisi kaza, sasa sisi ni wazalendo hapa. Kwa hiyo wakaanza biashara zao, wanafanya mashamba mpaka makooperative, maassociation. Kumbuka tuko katika miaka ya 1940, 30, uko miaka ya zamani kabisa, au mpaka miaka ya 50. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni shughuli za hawa wazee. Baada hii effervescence nationaliste yao ya uzalendo, ilibidi sasa waingie moja kwa moja katika harakati za siasa kama nilivyoshambulia Bwana Abdul. Wakaanza kuunda vyama, na kama hapa tumepata faida ya kuonesha kwamba chama cha kwanza kuundwa na kukubaliwa Burundi, hii tunasikia UNARO, ambao fondateur wao
au katika wa membre wa komite executif, komite central walikuwa 15, na katika 15 hao 12 walikuwa Waswahili, pengine babu yako, pengine baba babu yako. Haya, unaona kama hawakuwa wazee wenye kukaa comme de vieux mou, kwamba wamekaa tu hivyo hivyo, bali walikuwa ni wenye mwamko uliokuwa mkubwa. Japokuwa elimu yao haikuwa mbali sana, lakini ule mwamko walikuwa uko nao, kipindi ambacho vyama vingine na wengine waliokuwa pale Warundi wengine walikuwa bado hawajaanza kupata fikra kama hizo. Na haya ikaonesha kwa hawa wakoloni, ikawa ni hatari, ikawa ni hofu kidogo kwao, ikawa kama vile ni threat, ni danger kwao. Hii danger ilikuwa ni danger gani? Kwanza hawa wamekuja hawa na Uswahili wao na Uislamu wao. Huyu Uislamu ukawa kama vile ni danger ya watu. Wakija kupata uhuru na kwa katika uongozi hawa, hii nchi itakuwa ni hatari. Danger nyingine, sehemu zao ya kupata hizi fikra na mawasiliano yao makubwa ilikuwa ni Tanganyika. Na the other side, upande mwingine wa Tanganyika ndio wakina Nyerere, ndio movement za uhuru zilizokuwa, na hawa ilikuwa ni fikra za kikomunisti sana. Ikawa kama ni danger kwa sababu wa Belgium à cette époque ni wa capitaliste. Kwa hiyo ni kipindi cha guerre froide, hizi vita za baridi zilikuwepo. Ikawa ni danger tena, hawa watu wakija kupata uhuru na wao wakiwa katika uongozi mstari wa mbele, ukomunisti utaingia humu. Kwa hiyo kwa Belgium ilikuwa ni danger ilikuwa kubwa. Walianza kutengenezwa sasa mikakati ya kuweza kuwaziwia hawa Waswahili. Mikakati hiyo ilikuwa mizito, ilikuwa ni mfumo kamili ulitengenezwa, in machine special ilitengenezwa kwa kutaka kuwabana hawa watu. Mashine hiyo ilianza na hawa mpaka vile ilivyokuwa na kufanya exclusion kama hivi Abdul ametuambia hapa, na vyama vingine vikaja kuerite, kapata kurithi huyo mfumo, na huyo mfumo uliendelea hivyo hivyo na mpaka baada ya uhuru mfumo huo kuwatenga hawa watu ulikuwa umeendelea hivyo hivyo. Inshallah nafikiri tungeweza kupumzika kidogo ili hata dakika 5, alafu baadaye tutampa nafasi kidogo Sheikh wetu atuambie mfumo baada ya uhuru ilikuwa vipi sasa. Kama yule nilianza mwanzo, historia tunaisoma ili tusaidie na tuelewe na tujue mbele huko tunapokwenda. Na historia ni kabla ya uhuru na wakati wa uhuru na baada ya uhuru. Sasa kipindi cha baada ya uhuru ilikuwa vipi, walitengwa vipi, ilikuwa vipi? Kwa hiyo tutapata muhtasari kidogo kutoka kwa Sheikh Salum, kisha baadaye tutampa vile vile Sheikh Khalid atuambie sasa la kufanya kama jamii. Hatuwezi kuyafanya haya yote mtu mmoja mmoja bila kuungana pamoja, tukawa kama jamii moja na kushikamana, kuelewa historia yetu na kuitangaza vizuri, hatuwezi kufikia popote. Sio mnakubaliana na mimi tuweze kupumzika kidogo dakika 5, alafu inshallah tuweze kuendelea. Nafasi ya kuzungumza itakuwepo kwa sababu mchango wenu wa fikra imekuwa tuipo tena kwenye mkutano wetu. Tunaendelea na mada ambazo tumewatayarishia baada ya kuzungumza historia yetu na harakati za kuonesha vile wazee walivyoshughulika katika kutafuta uzalendo wao Burundi, na harakati za kisiasa walivyofanya, na namna ambavyo mikakati ya kutengwa ilivyotayarishwa. Mashine hiyo ya kutengwa ilianza na Wabeleji wenyewe, na mpaka hivyo baada ya uhuru ile mfumo wa kutengwa ukaendelea, na mpaka sasa ni mfumo ambao umetengenezwa vizuri sana na sio rahisi kuweza kupasua kabisa mfumo huo. Lakini sisi hatuko huko. Sisi malengo yetu ni kutangaza hii historia, na haya yote tumezungumza, Bwana Abdul amezungumza, tunakumbusha kwamba sio maneno ambayo tumeyapata kwa wazee, bali ni maneno ambayo tumeyapata katika maarchive ya wale wakoloni walioyaandika baada ya miaka mingi kuyaficha yasijulikane. Sasa midhali yameshajulikana na yakuwa accessible, tunawajaribu kuambia watu wote wenye kutaka waweze kwenda kwenye Ministère des Affaires étrangères hapa Belgique, mnaweza mkayapata. Kwa hiyo ndio ilikuwa malengo yetu sasa, ni kuweza kutangaza hii historia ijulikane kama vile ilivyoandikwa na hawa wakoloni. Haya ndio malengo yetu, na inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie project hii tushirikiane pamoja katika kuweza kuzidi kuitangaza kwa faida yetu wenyewe na kwa faida ya jamii na ulimwengu vile vile utujue. Hauwezi kutetea haki yako bila kujua nitazungumza vipi ile haki yangu au ni ipi haki yangu.
Kama haujui kuiexprime ile haki yako, mara moja tu atakuekraze na hauwezi kufikia popote. Kwa hiyo sisi sio kama tunataka kutetea tu moja kwa moja, lakini kwanza ni chombo, kuandaa chombo au vyombo vya kuweza kutengeneza na kujua hii historia vizuri, ijulikane, itambulikane vizuri. Sheikh Salim ni mwachie aweze kutuambia baada ya uhuru ili hii mashine ya kutengwa ilikuwa vipi. Kwa mukhtasar anaweza kutufahamisha inshallah. Nashukuru kupewa sauti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli waungwana, mnajua kwamba kila aliyekuwa na miaka 50 leo, 40, hata 35, 30 anaweza kupata kidogo yaliyotokea wakati wake. Marehemu mama yangu alikuwa ananiambia revolution ya wananchi kutaka uhuru ilipoanza kupikwa, mimi nilikuwa mimba 58. Wakawa wanalala vichakani, wanakimbia kabisa, mzungu anawawinda kwa hapa. Ni mwinga, sio Buyenzi. Unajua hapa lazima tuzungumze kwa jumla ya Burundi, lakini kuna matukio makubwa yaliyotokea mikoa fulani au maeneo fulani kushinda mikoa mingine au maeneo mengine. Nikaelewa kama na mimi nimezaliwa wakati wa mchakato, wakati wa revolution. Maana yake waliozaliwa wakati ule wengi ni wa revolutionary. Lakini revolution nzuri kwa sababu ukitafuta haki, jana nimekupeni kidogo Marley alisema mwanadamu kazi yake ni kuhamahama. Leo sisi tumetoka wapi? Kwa nini tuko hapa? Na tuko hapa tumeshapata wengine uraia, na wengine wakitaka kuwa mabunge, hata rais, hata kina Obama, watoto wametoka uhamishoni. Kwa hiyo mwanadamu kazi yake ni kuhamahama. Kwa hiyo hakuna anayefaa kudai kwamba hapa ni kwangu. Ulipofika hapo ulikuwa umetoka kwingine. Sasa hatutaki kusema yule ni asili yake ni mashariki, yule asili mashariki magharibi. No. Wazungu walioleta matatizo na mipaka na nini na vyote walikwisha ondoka huko zamani. Sasa ajabu wale waliotuletea hayo matatizo ya mipaka na matatizo ya kupigania kakipande kangu, kateritori kangu, walishamaliza. Wako wanavuta ile mipaka walioiweka. Sasa sisi mipaka imebaki katika ardhi zetu na katika vichwa vyetu na katika roho zetu. Ndio maana baada ya ukoloni ni kama mkoloni alitoa uhuru kwa mkono wa kushoto. Unajua mtu kama hakupenda nakupa kwa mkono wa kushoto, na waungwana hawapokeage kama mtu amempa mwenzeni kitu cha mkono wa kushoto. Na ndio maana baada ya uhuru hatujui starehe ila tu miaka tudogo sana, michache. Ukipita kaukimya kidogo kuna kuja kimbunga cha vita, watu wanakufa kweli, wanasagana. Kisha kuna kuja kaukimya kidogo, kuna kuja kingine kimbunga. Toka huyo jamaa aliposema eti nimekupeni ukoloni, alibaki na telekomande. Sisi tunagongana, tunawana, amefinya tuumane, tunagongana. Kisha anakitaka tusimame, anafinya pause. Ni pause, hajafinya stop. Nadhani mnanielewa. Afrika nzima na Burundi kwetu. Leo angalia jirani pale Kongo wapi nini,
Telecommand iko wapi? Iko hapa. We, anza vita. Piga, uwa. Hawajui, huyu ndo anatupiga, huyu ndo anatupiga. Hii ni njia ya video. Akifinya tu mara moja hivi, unafungwa jela au unauawa. Ukileta ubisha anakuua, lakini kama unafanya unakaa kimya. Baada ya uhuru tulichuma nini sisi katika nchi yetu ya Burundi, hasa Burundi? Ufalme ulikuwa unawapenda raia wote. Ufalme ulikuwa na matatizo kama binadamu, lakini ukajitahidi. Hata mzee Mwambusa mwenyewe aliposikia mwanae Rwagasore kauawa, anajua nani aliyemuua mwanae, akasema ni wanangu wamemuua mwanangu. Tunakubaliana? Tunakwenda vizuri? Ni wanangu wamemuua mwanangu. Barundi kazi. Neno hilo ndilo la kwanza natoa kwenye redio ya Burundi wakati ule. Warundi, wanamume kwa wanawake, tulieni. Hakutaka vita kwa sababu wamemuua mwanae. Mwanamfalme huyo aliyeuawa alikuwa na misukosuko. Pengine katika neno linasemekana kama alisema Wanyamahanga hawatochagua wala hawatochaguliwa. Sisi katika elimu tuliyoisomea hadithi na kujua maneno ya ukweli na maneno ya uongo na kujua nani alimsemea huyu, nani alisema yeye mwenyewe, tunaweka baina kauseni, yani baina ya parentese. Marehemu hayupo, astaghfirullah. Nani mwanamfalme hayupo ili ajieleze mbele ya historia, lakini kuna watu waliotumika naye. Kama mwanasiasa anaweza kuwa alificha uchungu wake huo, asiuambii wengine, wako wanataka kuwatenga hawa wengine, hawa Waswahili sijui nini, na akaona amezee abaki tu anawabembeleza wale na huko anabembeleza hawa. Huu ni mchezo unawezekana, lakini sisi hatupo hapa. Alipouawa mwanamfalme, mpaka leo sisi tumekuwa tunasikia, na tulipokuwa mikoani na mpaka tumekuja Bujumbura, mpaka leo Waswahili hasa wakina mama fulani huenda kutembelea ile kaburi ambapo ni makosa kidini, lakini walikuwa wanayafanya kwa uchungu, eti huyu ndo alikuwa ametupa matumaini ya kuishi pamoja kwa uzuri, kwa kushirikiana. Na mkichunguza mtakuta yule ambaye aliyeficha siri yuko pamoja na Rwagasore ya kuwapiga vita Waswahili, na mpaka leo vita vile vinaendelea. Alipata mafunzo kutoka kwa mwalimu wake. Mwalimu wake nani aliyeunda chuo kikuu cha Astrida? Vijana wengi hawajua Astrida ni wapi. Butare. Kwa sababu ni jina la mama mmoja katika wamama wake za wafalme hapa, Astrida. Kuna princess hapa, mnamsikiaga Princess Astrida. Basi jina la Rene. La Rene. Lakini huyo Astrida sio Rene hivi sasa. Hivi ni Paola. Sawa? Miji yote ilikuwa imepewa majina yao hawa. Lakini
Mobutu alifuta na kina Mtombero na Bagaza wakapunguza na nini. Na Rwanda kule hivi ni Butare sio Astrida tena. Kile chuo cha Astrida kimeundwa kwa ajili wasome watu wa aina fulani watakao kuja kutawala hizi nchi kwa amri ya nani? Ya yule jamaa msaliti mkubwa sana yake. Huku tunayajua yamewatoa jasho mpaka leo hawajayamaliza. Alipokabidhiwa tena sio kutawala, aliambiwa nenda kachunge hawa watu, lakini kuliko kuwachunga kwa kuwapa maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kiustaarabu, civilization, anakwenda na roho ya kiflamana kiwalo. Sasa sisi Burundi kuna walo na flamana wamepatikana, wamepatikana, sio wapo, wamepatikana, wamepatikana. Kwa nini? Jamaa huyu ameona mimi sisi kubali matatizo kwangu tu, na hapa penye nimepata tu fursa niaweke. Hakukuwa haya matatizo kabla yake. Sasa sisi tunasema tulichuma nini? Tumejua. Kwanza tumejua. Na kujua maana yake ndio haya yanayokusanywa, hata kama tunaweza kuwa tumechelewa kwa kipindi fulani. Wakubwa zetu walio tutangulia walibabaisha, lakini hawakufanya kazi pengine muda, au mambo haya yalikuwa ni siri, walikuwa hawajui mambo mengine watayapata vipi. Hawakuweza kukumbuka kusajili sauti za wale wazee kama vile tunaonyeshwa hapa. Ni tatizo kubwa sana, na kuombeni wazazi, na mimi nikiwemo. Mswahili anasema msahau kwao utumwa, na utumwa sio mpaka ukamatwe vitani kama mateka, au baba yako ana njaa amekuzaini 7-8 anakupeleka sokoni ili wakununue apate pesa ya kuleta huku nyumbani. Hapana, sio utumwa pekee. Mtumwa, kuna mtu ni dhaifu mbele ya mwenzake. Dhaifu maana yake mtu anasema mbele yako hapa unajikunja hivi yani. Akisema nenda unakwenda. Yaani huna freedom, uhuru wa kumuuliza sasa huko niende wapi. Ukisema pengine utakatwa kichwa au unaweza kuleta matatizo. Na sisi kama haya yaliyopita hatukuyasajili katika kanda. Leo YouTube ingekuwa inaonyesha hotuba zote zilizoandikwa, zingine zilisemwa. Tunaelewana jamani? Lakini sasa Mwarabu anasema mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yasiyowezwa kuchukuliwa yote yakapatikana yote, basi hayawezi kutupiliwa yote. Tufanye kama sisi hivi tunaanza sauti za wazee wa kesho. Tutakuwa tunasema kuna mzee Salum huko, kuna mzee nani, kuna mzee nani, kuna mzee nani alipita hapo. Lakini sasa sio kupita tu. Hivi kuna picha, kuna archive za kusema, mtu anasema anaonekana, ndio ulimwengu tuliomo. Lazima kufanya kazi kama vile mmesikia ndugu Ahmad Kasa anasema, katika malengo ni kukusanya habari na kuzitengeneza vizuri kwa uzuri wake na kuzifikisha. Lazima habari ziende. Kwa sababu kila kitu ni neno. Kujenga vizuri ni neno, kujenga vibaya neno, kubomoa neno, kama vile kutengeneza na kusuluhisha ni neno. Matendo yanakuja baada ya neno. Na haya yote tunaishi leo sisi unyonge huu, tusingeliishi nao kama tungelikuwa tumefahamishwa na wazee
vitu vikabaki hapa, ni kitu gani kiliwafanya wale kuto kujua zile mbinu, wakadhani labda mambo yanafanywa tu katika akili za mkoloni. Kumbe ukoloni umeshatoka katika mkoloni mweupe, umeingia katika mkoloni mnayefanana naye. Huyu ndio hatari kuliko yule, kwa sababu yeye ana telekomanda yake, lakini anayekupiga sio yule mwenye telekomanda, anayekudhulumu sio yule mwenye telekomanda, anayekuonea sio yule mwenye telekomanda. Ameshaweka mtu anafanana na wewe, lakini ndani ya ubongo hamkutanishi. Ajabu, baada ya uhuru kulipatikana watu wa aina mbili katika nchi yetu. Watu wanaopenda kuishi pamoja, wallahi si Waislamu, lakini walikuwa hawajali uko Muislamu, uko Mswahili, uko nani, mpaka leo wapo. Sawa? Hao hawezi kukosa, tuwe wa kweli. Halafu kuna mwingine ana karoho kakukunjama. Na hako karoho kakukunjama hakafanyii wewe peke yako kama Mswahili. Hata binamu yake, kaka yake au dadake akimnyima gwagwa gilasi 72, watu wengi wamekufa kwa kuwa yule polisi au yule shefu wa quartier wa zone amepata fursa ya kumua yule jamaa aliyemuombaga siku moja gilasi akamnyima. Uongo? Kweli. Baada ya uhuru hapa. Baada ya uhuru. Miaka 10 baada ya uhuru. Kwa hiyo hizi roho hazikuwa dhidi yetu sisi, kama vile mmesikia jana waliokuwa kule, yule mama anasema, na kuombeni Waislamu msifahamu kwamba ubaguzi mliofanyiwa ulikuwa ni wenu nyinyi wenyewe, bali na Waprotestanti walipata matatizo kidogo. Sawa? Mashaallah. Kwa maana yule msaliti si kwamba alikuwa na matatizo na Mswahili. Kwanza alikuwa anampenda Mswahili sana, kwa sababu alimkabidhi Mswahili administration ya Burundi nzima baada yake yeye. Sawa? Bujumbura pale aliyekata Buyenzi akawa shefu wa Buyenzi alikuwa ni mzee Ramadhani Makangera. Ukipanda Gitega mzee Ramadhani Kisesa. Sawa? Ukenda Muinga mzee Ramadhani Faraji. Ukenda Ngozi wakina Isa Msore huko. Ukenda Kayanza wapi. Yaani alipenda Waswahili kutoka ngambo zote. Kwa sababu gani hatujui. Na kwa nini aliwapiga vita yeye na kuwasaliti na wengine? Kwa sababu wewe nimekuleta karibu yangu, mwanangu, mtoto wangu mdogo wangu. Sasa wewe unajiunga na wengine wale niliowatenga kwa ajili ya kunitoa mimi. Basi na wewe uhuru hautopata. Neno hilo lilisemwa na mzungu mmoja katika wale wa koloni, resident, wewe anaitwa resident. Jana mlisikia cheo cha resident maana yake ni kama ni president, kama ni resident. Alikwenda barabara ya 9 namba 29 kwa mzee nani? Kwa mzee Selemani Karata. Akasimama barabarani. Pale kwa Selemani. Pale kwa Selemani kwa Hussein namba 27. Kwa mzee Selemani. Mimi nazungumza Selemani. Niko siri na jina mzee huyo alisema, akaisimama barabarani kwa kisirana akaita Selemani. Akatoka mzee, unajua tena wazee wetu walikuwa wanaheshimia bwana mkubwa, akaambia angalia, anamonyesha college, yale masomo ya college Saint Esprit. Angalia, unajua kwa kitu gani sisi tunaweka ile shule kule? Kwa nini mzee? Sisi tulitaka wale watu wasiteremke kuja kusoma hapa Usumbura. Siku watateremka wale, nyinyi mtakimbia. Sasa mnatupiga vita sisi kuwateremsha wale. Tunawajua wale kuliko nyinyi. Basi kazaneni na nyinyi mtaona. Si kwamba yule angelikuja kumpiga vita Selemani Karata, kwa maana yule alitengenezwa na huyu mzungu, yule
hakutakii wema, anataka wewe uwe mtumwa wake, awe shefu wako. Mimi nikiondoka ndio abaki shefu wako, hata waendesha vibaya, hata wakomesha, hata watesa na kila kitu. Tayari ile nyoka ilimtoa Adamu na Hawa peponi. Ndio hiyo uongo. Wakati katika hii mmesikia picha ya unaru, wote wanashirikiana, wala hakukuwa yule anasema mimi nataka upresida, wala mimi nataka ushefu, visi au secretary. Walivyojipanga wote wamechangia executive, kama vile mnaona katika vyama ambavyo vinawaungwana, watu wazuri wanataka kuishi pamoja, tumike pamoja. Popote pale ulimwenguni leo Lebanoni kuna madini tofauti yanaweka constitution, president akiwa ni Mkristo, premier minister Muislamu na vitu gani, wote na Waduruzi na nini. Kwa nini? Kama nchi ni wote, lazima kuwe wa representants wa kutoka kote, la sivyo ni vita, si ndio? Kwa ufupi tumejua, baada ya uhuru tumejua nini? Nani aliyetusaliti sisi Waswahili na wale wasiokuwa Waswahili. Na kama ukishajua ugonjwa, ina maana umeshakuwa na nusu ya dawa. Kazi kwetu kufahamisha wale, ila wale wenye maslahi wale ndio